Ndiposa tumefika mbele zako tukuabudu jioni ya leo. Asante Yesu, asante kwa upendo wako mwingi, asante kwa neema na rehema, asante kwa wema wako wa ajabu. Tunakuinua sana jioni ya leo. Utukuzwe, uinuliwe Bwana mtakatifu wa matakatifu. Twakutamani sana jioni ya leo, ndiposa tumeonekana mbele zako, maana mioyo yetu ya kuonea shauku kama vile ayala aoneavyo shauku vijito vya maji. Mioyo yetu ya kutamani sana Bwana, maana hakika hatuna mwingine aliye kama wewe mtakatifu Mungu. Twaliinua jina lako jioni ya leo, El Shaddai, Baba wetu, uliye uzima wetu na uliye uhai wetu. Tunakuabudu jioni ya leo. Tunayo furaha kwa jinsi ulivyotuwezesha kufika umbali huu, Mungu wa haki. Tunakupa sifa zote, tunakupa utukufu wote, Bwana wa mabwana, tukikiri kwamba hapana mwingine aliye kama wewe. Twakupa sifa zote Bwana, twakupa utukufu wote jioni ya leo. Nasema asante kwa upendo wako mwingi, asante kwa rehema zako za ajabu, asante kwa neema yako ya milele, Bwana wa mabwana. Twainamia kwako kitini cha enzi, tukikutolea ibada ya shukurani jioni ya leo. Wewe uliongoza hatua zetu kufika katika nyua zako, Bwana wa milele. Twakuabudu sana, twakuabudu Yesu, kwa kuwa wewe ni mwema. Wewe pekee wastahili utukufu wote na sifa zote. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Wish. Oh Jesus. Hakuna mwingine wa kufanana na wewe Baba. Umetufanya jinsi tulivyo jioni ya leo. Umetuhesabia haki tuwapo mbele zako. Umetuhesabia haki mbele zako jioni ya leo. Mungu, tunakuabudu. Ni kweli hatukustahili kusimama nyuani mwako, lakini kwa neema tumepatikana mbele zako Yesu.
tukuabudu na tukiri kwamba hakuna Mungu kama wewe. Haleluya. Tuliofika mbele za Bwana ni wakati mwema kumimina mioyo yetu, kufungua mioyo yetu, kumwabudu Bwana, kumwinua Bwana na hata kufanya maombezi mbele zake kwa ajili ya wema wake. Tuinue tukimwambia Bwana, hakuna mwingine aliye kama wewe. Tumwambie Bwana, wewe wastahili sifa na utukufu, uliyetupenda na upendo wa ajabu jinsi hii, uliyetufanya jinsi tulivyo jioni ya leo. Bwana, tunakuabudu Yesu, twakupenda sana Bwana wa Bwana. We love you Jesus. We have come to express our love for you tonight, our Lord. We have come to sing your praises, Almighty Father, for who you are to us, King of glory. We bless you this evening, for you are the Lord, and there is no other God besides you. You are worthy. You are worthy of our praise. You are worthy of all the glory, Lord. Tunalisali moja la maombi. Kila mmoja tumefika mbele za Bwana sio kwa jambo lingine, ilikuwa na wakati mzuri wa kumwabudu Bwana, kufanya maombezi, na tunafanya maombezi kwa ajili ya maisha yetu binafsi. Tunafanya maombezi kwa ajili ya jamii zetu. Tunafanya maombezi kwa ajili ya kanisa la Kristo. Tunafanya maombezi pia kwa ajili ya taifa letu la Kenya. Popote ulipo, wanaotutazama katika mtandao, jiunge nasi jioni ya leo, tukafanya maombezi mbele za Bwana, tukimwambia Bwana, ni wewe tunayetaka sana, ni wewe tunayehitaji sana wakati kama huu. Ni kweli hatuwezi bila wewe. Mwambie Bwana, nimekuja hapa jioni ya leo, maana nakutaka sana, nakuhitaji sana, nakutaka sana moyoni mwangu, nakutaka sana maishani mwangu. Chukua nafasi iliyo yako Yesu wangu. Jitwalie nafasi yako, jitwalie nafasi yako Baba katika maisha yangu. Unitawale, unifahamishe mapenzi yako Bwana, niyajue, niyatende ninapoishi katika uhai huu, Mungu wangu. Pata nafasi yako Yesu wangu, pata nafasi yako moyoni mwangu. Chukua nafasi iliyo yako katika maisha yangu Baba, maana sina chochote bila wewe Mungu. Mie ni bure bila wewe Yesu. Siwezi bila wewe Mungu wangu. Tawala Bwana, tawala Yesu. Asante Yesu, tunakupenda. We really love you Jesus. We love you, we love you, we love you, we love you, Holy Father. Shaka babosika ya bahanda. Okoza kaya delele, shaka baboriano. Fungua moyo wako kwa Bwana, fungulia Bwana mlango wa moyo wako jioni ya leo.
ninakupenda tu, ninakupenda tu, wajua ninakupenda tu, ninakupenda tu, ninakupenda tu, Yesu nakupenda, maana ulinipenda kwanza, ukanichagua nikutumikie Bwana katika uhai huu. Oh Jesus, Lord my God, my rock and my deliverer, my Savior and my God, I bless you. Asante Bwana kwa kusanyiko letu jioni ya leo. Ni neno lako linasema wawili watakapokutana, Bwana uwepo wako kuwa nao, na twafurahia uwepo wako miongoni mwetu jioni ya leo, Baba wetu, tukitamani sana Bwana upeyushe mioyo yetu, ukatutengeneze Bwana na tuwe na kibali kwako jioni hii.
kusababisha kuwe na upendano wa kweli katika familia, kwa sababu haya ni wewe pekee unaweza. Mtakatifu wa watakatifu, Bwana wa mabwana, tunakuita katengeneze hizi jamii, ukazijenge hizi jamii, ukatende miujiza kwa sababu unaweza. Wewe unaweza Bwana, wewe unaweza Bwana. Hawa wazee waliopotea Bwana, ukawarejeshe katika njia zako. Hawa wamama waliopotea Bwana, ukawarejeshe pia. Watoto waliopotelea katika madawa ya kulevya, katika uharibifu wa kila aina, Bwana ukawarejeshe kwa rehema zako nyingi. Tenda Bwana, kwa sababu unaweza. Tunapokaa na watoto wetu wakati huu wa likizo Bwana, tunaomba ulinzi kwao, ukawachunge usiku na mchana, ukawalinde wasivamiwe na mavamizi ya adui katika jina la Yesu. Twawaficha chini ya bawa zako, twawaficha chini ya bawa zako Bwana.
Tukiwa hivyo mbele za Bwana, napenda tuliinue kanisa la Kristo mikononi mwake jioni ya leo. Tuombea kwamba Mungu atalichunga kanisa lake kama vile anavyotenda kila wakati. Ataendelea kulijenga kanisa lake, ataendelea kuwaimarisha Wakristo katika maisha ya haki, ataendelea kufundisha watu wamfahamu na wamjue vyema. Tufanye maombezi kwa ajili ya kanisa, mwili wa Kristo, na tutakapokuwa tukiombea kanisa, tunaombea pia kanisa letu la Full Gospel Churches of Kenya. Tunaombea kanisa hili na ushirika huu wa Njiru Full Gospel Church, ya kwamba nguvu za Bwana zitamiminwa katika maisha yetu, na uwepo wa Bwana utatawala maisha yetu kila wakati, na ya kwamba Bwana utaenda pamoja nasi tunapofanya kila jambo tunakupendeza Yesu. Jesus. Oh, Jesus. We call you Jesus, for you are the Lord our Savior. You are the owner of the church. You are the redeemer of your people, Lord. How we pray that you're going to build your church, and you're going to establish the lives of them that believes in you, Lord. That they will continually abide in your presence. They will abide in you, Lord, and they will bear the fruits that are in accordance to the true repentance, oh Lord. Yeah, Jesus. Lord, I pray for all the members of this church. I pray that, Lord, you're going to help us love you more, serve you with all diligence and commitment, oh Father. And we will not be lacking in zeal to love you, to serve you, to abandon you, to honor you, and to obey you, Lord. How we pray that, Jesus, you're going to take full control in our lives, to help us to love you, to walk with you in every single day of our lives. Every single step that we make, we desire to make it with you, Lord. We desire to walk with you, Jesus. We desire to keep in step with the Holy Spirit as we live. Yeah, Jesus. Oh, Jesus. Wewe Mungu tufundishe kama kanisa lako kukaa katika mapenzi yako, kuenenda katika njia zako, kumtumikia kwa moyo, kuyafanya upendavyo Yesu. Tufundishe njia zako Yesu. Tuonyeshe mapenzi ya Bwana, tuyajue na tuyafahamu. Na kila roho ambayo inajitengeneza, inajipanga kuinukia kazi yako, wala ukaikomeshe kwa uweza na nguvu zako. Ukanyamazishe kila adui ambaye anategea kuinukia kazi yako. Ukazime kila mishale iliyoelekezwa kuangamiza na
umesema tukupatie mahitaji yetu, tukueleze kila tunachokitaka na unatupatia. Bwana, chukua nafasi yako, chunga kanisa lako, liongoze kanisa lako Bwana, tufundishe kukupenda na kukutamani zaidi kila tunapoishi. Jesus. Tunawaombea watumishi wa Mungu wote ambao Bwana amewaita na kuwatilia mafuta ya utumishi, ya kwamba Bwana atawasimamisha, atawategemeza kwa uwezo wake, atawapatia nguvu na uwezo wa kuyatenda mapenzi ya Bwana katika jina la Yesu. Tuombee na watumishi wa Mungu wote ambao Bwana amewatia mafuta, amewaita katika utumishi wake. Bwana, hata huyu mtumishi wako ambaye amefika mwisho kwa sababu ya hali zilizomsonga katika maisha yake, Bwana mtembelee jioni ya leo, atie matumaini mapya, kuinulia matumaini, kwa sababu Bwana unaweza. Jenga imani ya huyu ambaye anazimia wakati kama huu. Bwana mtegemeze, mtembelee, mtokee kwa neno la uzima, kwa neno la faraja, kwa neno la kujenga na kutia moyo. Bwana tena, Bwana tena Yesu, tena kwa sababu unaweza Mungu, tena kwa sababu unaweza Bwana. Wewe ndiye Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Watumishi wako Bwana ukawatajirishe katika mambo ya rohoni na katika mambo ya maishani. Bwana watembelee, visit your servants, oh Lord. Pay them a visit tonight, Lord, and show them your goodness, our loving Father. Remember mercy and uphold your sons in the name of Jesus. Strengthen them once more, Lord, because you are the Lord that is able to do all that we ask and all that we desire from you, King of glory. Jehovah, be to you. Give them new desire to love you. Allow the desire in them to walk with you in their daily work, in their daily life, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nataka tuombee taifa letu. Tuliinue taifa letu mbele za Bwana jioni ya leo. Hili taifa la Kenya linahitaji kutembelewa na Bwana wakati kama huu.
sababu unaweza. Tenda Bwana, maana yote kwako yanawezekana. Yote kwako yanawezekana Bwana. Tunakuabudu sana na tunakuinua tukijua taifa letu liko mikononi mwako. Liko salama mikononi mwako Bwana. Tunaombea wote ambao wanasimama katika viti mbalimbali kuwania viti vya maongozi katika taifa letu. Bwana, utawapatia nia iliyoelekea, utawatengeneza wawe na mawazo mazuri kwa ajili ya taifa letu. Yeyote asiyefaa Bwana, usimpe nafasi, kwa sababu wewe ndiye unayechagua viongozi. Tupatie wale viongozi wanaofaa taifa letu, na kama tumekutenda dhambi kama taifa, ukaturehemu, maana wewe ni mwingi wa rehema. Turehemie Bwana kama taifa, ukatuponye tena kama taifa. Bwana, ni neno lako limesema ya kwamba watu wako walioitwa kwa jina lako watakapotubu na kukiri dhambi zao na kuacha njia zao potofu, wakurudie na kuliitia jina lako, Bwana, utawasikia ukiwa mbinguni na utaponya taifa lao. Na hiki ndicho kilio chetu jioni ya leo. Haya ndiyo maombi yetu Bwana, ya kwamba tutaiponya na kuirejesha, kulirejeshea katika jina la Yesu, kwa sababu Mungu unaweza, kwa sababu Mungu unaweza. Tunakuinua sana, maana wewe ni Mungu, Mungu wa miungu, unayeweza yote. Tawala Bwana, kila sehemu ya nchi yetu ukaitawale, kila mwananchi katika taifa hili ukamtawale Bwana, ukawakumbuke yatima, ukawakumbuke na wajane wote jioni hii Bwana, ukawe mtetezi wao, ukawe tegemeo lao, ukawalishe, kuwavisha na kuwanywesha mtakatifu wa milele. Tenda haya kwa sababu Bwana unaweza. Maeneo yaliyo na ukame Bwana, ukayatembelee Bwana, ukawakumbuke ukiwa katika enzi yako ya milele Bwana, ukawatembelee katika jina la Yesu. Tunasongea kwako jioni ya leo, maana tumejua ya kwamba kwako twapata jawabu la kila swali na kila hitaji tulilo nalo. Tuko kwako Yesu, utende jambo jipya kwa sababu unaweza. Thank you Jesus. We love you Lord and we bless you tonight. We give you glory, Holy Father. We give you all the glory, Holy Father, tonight. We love you, we adore you, Jesus, for you are the King of kings and the Lord of lords. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords. You are worthy.
Umechukua nafasi iliyo yako, maana hatuna tegemeo jingine ila kwako Bwana. Ni neno lako limesema, wanaokutumainia ni kama mlima Sayuni, wasiotingizika bali wakaa milele. Bwana, hatutatingizwa na jambo lolote. Hali iliyopo sasa
pia kwa mtazamaji wetu jioni ya leo, na hitaji ambalo amelisimamisha mbele zako, tukiamini ya kwamba Bwana unamjua, umemwona popote alipo, na utamhudumia kwa njia ya kipekee katika jina la Yesu Kristo. Bwana ni asante kwa sababu tukuombapo watusikia na kututendea. Twakushukuru sana mtakatifu Mungu wetu, kwa kuwa wewe ni Mungu pamoja nasi, Emanueli. Twakupenda sana, twakushukuru sana, tukiomba kwa imani pamoja na kushukuru, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, sote tukisema amen. Sote tukisema amen. Amen. Tupigie Bwana makofi kama tunapiga makofi. Ni vyema kufanya hivyo. Hata shangwe na vigelegele inafaa mbele za Bwana. Inafaa kumpatia Bwana shangwe na vigelegele, maana hatuna Mungu mwingine ila yeye. Amen. Moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani.
nimefika hapa nikushukuru Mungu, niyatangaze matendo yako makuu, niziimbe sifa zako, nishuhudie vile unavyotenda kwangu. Maana hakika Bwana umetenda ya ajabu, jina lako litukuzwe na liinuliwe. Jioni ya leo Bwana, tukiendelea mbele zako katika sifa, tutembelee, tuguze, tuinue katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana utatenda hayo kwa utukufu na sifa za jina lako. Tumshangilie Bwana, tumshangilie Bwana vizuri. Neno la Mungu linasema ya kwamba katika hali zote tumtukuze Bwana, hata kama kuna hali ambayo unapitia jioni ya leo. Ivue mizigo yote, iweke mambo yote chini, ukapate kumpatia Bwana sifa, sifa zinazofaa katika uwepo wa Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Maana sababu zetu za kuingia hapa ni tukamfungulie Mungu mioyo yetu. Moja ni kumwambia mahitaji yetu, ya pili ni kumtukuza, kumwinua, kumsifu, kwa sababu hicho ndicho chakula chake. Jina la Bwana lisifiwe. Na nisema hivi, neno la Mungu linasema Israeli jambo lolote, lakini kwa yote, katika mambo yote, katika kusali na kuomba pamoja na kushukuru, kufanya Mungu ayajue mahitaji yenu. When you surrender, when you commit your needs and desires to God, you can be sure that you will have peace, because the Lord is taking care of every other need that you presented to Him. Amen. Mungu anashughulikia hayo yote ambayo tumempatia. Kwa lisali moja tumekuwa katika maombezi, maana hivyo ndivyo tunafanya kila tunapokuja mbele za Bwana. Na kwa dakika chache nataka tumuinue Bwana kwa nyimbo nzuri za kumwambia Bwana jinsi alivyo mwema, jinsi alivyo mkuu, jinsi anavyostahili. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Kwa sababu waimbaji ninaowaona hapa mbele ni mmoja, sisi ndio tutatoa hiyo ibada, maana tulifika na tukafika kwa madhabahu. Tumeambiana ya kwamba tutaongoza sifa. Jina la Bwana lisifiwe. Madhabahu yanahitaji watu ambao wanajua jukumu yao. Tukifika mbele za Bwana, we know why we are here, we know why we come here. We are not here for any other business, we are not here for any show off. We are here to praise and to bless the name of the Lord. Hallelujah. So can you pray for us as we lead you in praises? Maana kile tunachohitaji ni maombi yenu. Amen. Na kila mtu aliye wa madhabahu ajijue na ajifahamu ya kwamba kazi yake wapi. Amen. Dada yangu, fanya hivyo, tuongoze. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We are going to sing praises to the Lord. Hakuna
hivyo tumedeclare, ndivyo itakuwa. Amen. Baraka yangu itakuwa yangu, sitapokonywa, sitanyang'anywa. Furaha yangu itakuwa furaha ya kweli na itakuwa yangu, sitanyang'anywa na chochote. Amen. Unajua kuna hali zinamjia mwanadamu, zina dictate ya kwamba haufai kucheka, haufai kufurahi, lakini sema nitafurahi, kuwe jua, kuwe mvua, kuwe mema, kuwe mabaya, nitafurahia Bwana wa wokovu wangu. Guys, yes. Na hiyo furaha haitakuwa ya leo tu kwa sababu niko kanisani. Nitatoka hapa na furaha, nitaingia kwa nyumba yangu na furaha, nitaamkia kazi yangu kesho nikiwa na furaha, nitaamkia nikiwa na ushindi katika jina la Yesu. Biblia inasema, and ye shall decree a thing and it shall be established. Utasema jambo na litafanyika. Speak it out. Tell it to the Lord. Speak it out. Iseme mbele za Bwana, na Mungu akisikia ataipiga muhuri and it shall be permanent. To the glory and honor of the name of the Lord. Amen. Let's be seated in the presence of the Lord. Ni wakaribishe wote waliojiunga nasi katika ibada yetu ya jioni ya leo. Ikiwa leo ni tarehe 16, yes, is it 16 or 15? Yes, today is 16, siku ya tatu ya wiki, na Bwana amekuwa mwingi wa neema na rehema kwetu ya kwamba ametujalia kukutana tena katika ibada yetu ya katikati ya wiki. Nikikaribisha pia na wanao tutazama katika mtandao, tuwaambieni karibu sana, na ninaomba ya kwamba tuwapigie wenzetu makofi ambao wanatutazama kwa mtandao. Kanisa, wacha kusikike makofi mazuri ya wale walio pamoja nasi katika mtandao, tuweze kutiana moyo katika safari hii. Ninashukuru kwa sababu ni wengi ambao wanatufuata na wanapendezwa na kile ambacho tunakifanya tunapomwinua Bwana katika maisha yetu. Jina la Bwana lisifiwe. Ninaona leo kuna mgeni, naomba mgeni wetu ufanye tu hivi. Haleluya. Hebu simama dada yetu, tusalimie. Tungependa kukupokea katika ibada yetu ya katikati ya wiki. Amen. Amen. Grace Wangari. Aha. Amen. Grace, karibu sana kuungana nasi katika ibada hii. Nilikuona uliingia mapema sana na hukuwa hapa Jumapili. So how did you find your way here? You know, it's good to hear. It's good to hear. Huyu kumbe ni jirani wetu hapa na tunasikika. Asante. So aha. Amen. Amen. Wow. Nimekuwa nikiwaambia kile ambacho kinahitajika ni tusikike. Kuna watu wanahitaji kusikia tu sauti zetu wakiwa huko. Amen. Kuna watu wanahitaji tu kusikia sauti za watu wa Mungu wakiabudu, wapokee uponyaji wao wakiwa kwa nyumba zao. Kuna watu wanahitaji tu wasikie sauti za nyimbo za sifa zikiinuliwa mbele za Bwana, mioyo yao itulizwe. And that's why tunafaa kuwa mbele za Bwana kila wakati. Hasa siku ambazo tumezitenga, wacheni jameni tutie bidii kufika katika nyumba ya Bwana. Sikuwa niongoze leo, lakini ikawa jambo moja ama lingine tumechelewa, na yule ambaye alikuwa ongoza ibada yetu ikawa nashughulika hapa na pale kwa sababu ya maandalizi, na ninamuomba akaribie kwa sababu naona nahitaji tu
Yeye ndiye alifaa kutuongoza katika ibada yetu ya maombezi na hasa katika ibada yetu yote, na nashukuru kwa sababu alishughulikia haya ambayo yanashughulikiwa na wengine wasioweza kufika, na tunalibariki jina la Bwana. Napenda nilete neno la Mungu. Tutafungua Biblia zetu katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, ni Injili ya Yohana sura ya 15, na ninataka nisome mistari 7, neno ambalo Roho wa Bwana amezungumza nami kuhusiana na ibada yetu ya jioni ya leo. Neno la Mungu nasema hivi, John 15 verse number 1 down to number 7. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. And someone underlined that sentence, so that it will be even more fruitful. Number 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. Because no branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. And somebody underlined this other sentence, that apart from me, the Lord Jesus, our Heavenly Father, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Number 8 says, for this is to my Father's glory, that you bear much fruit. Sitaki kwenda hapo chini, lakini nataka tuangazie hiyo mistari ambayo nimeisoma, na labda nisome Kiswahili tuweze kuelewa sote pamoja, kabla nilete machache ambayo nitayazungumzia pale. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, huyo ni Yesu Kristo, na Baba yangu ambaye ni Mungu wetu ndiye mkulima mwenye kufanyia huo mzabibu kazi, mwenye kutengeneza. Kila tawi ndani yangu mimi Yesu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni tawi.
akaaye ndani yangu mimi, nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Amen. Haleluya. Ujumbe wangu wewe ambao unaandika mada yake, kichwa chake ni kukaa ndani ya Yesu. Remain in the Lord. Tell somebody, remain in the Lord. Amen. Kaa katika Bwana, remain there. Hilo neno la kukaa katika Bwana limerudiwa mara kadhaa katika hiyo mistari ambayo tumesoma. Na Yesu Kristo anajitambulisha kwetu kwanza, na anasema yeye kwamba ndiye mzabibu wa kweli, na sisi ambao tumezaliwa naye tumefanyika matawi katika ule mzabibu. Jina la Bwana lisifiwe. Naye mwenye mzabibu mwenyewe ni Mungu Baba yetu, na kuna mambo ambayo Bwana Mungu anayafanya kwa ajili ya uzuri wa ule mzabibu, kwa ajili ya wema wa kazi ambayo aliifanya mwenyewe tangia mwanzo ya kumtoa Yesu mwanawe awe mzabibu, ili yeyote atakayejiunganisha naye atakapoomba chochote atapokea kwa Baba. Praise the name of the Lord. Yesu yeye ndiye mzabibu wa kweli. Kuna mambo mengi ambayo yanajifananisha na kweli, lakini anayetaka kujua kweli iko katika Yesu, maana yeye ndiye mzabibu wa kweli. Waliojishikanisha na mambo mengine, hayo mambo mengine yote yanaweza isha, lakini Yesu aliye mzabibu wa kweli anasimama milele. Jina la Bwana lisifiwe. Na anasema ya kwamba kila tawi ambalo limeunganishwa naye na halizai chochote, Baba hulikata na huliondoa. Lakini lile tawi ambalo limekaa ndani ya mzabibu na linazaa matunda mazuri, linachomwa, linatengenezwa ili liweze kuzaa zaidi. Praise the name of the Lord. Je, unataka kumzalia Bwana matunda mazuri? Unataka kuishi maisha mazuri ya kubarikiwa na kufanikiwa? Sharti ukae katika mzabibu. Remain in the Lord. Praise the name of the Lord. Kuna mambo mengi ambayo yanahangaisha watu na yanawafanya wakose kuzaa mazao yaliyo mema. Jambo la kwanza ni mahangaiko ya maisha. Saa ile umejitoa kwa mzabibu, umeenda kuhangaikia maisha yako, unajisumbua kwa sababu ya mambo ya maisha, utakosa kumzalia Bwana matunda yaliyo mazuri. Praise the name of the Lord. Unajua jambo moja lililo la kweli ni ya kwamba kila tawi ambalo limeunganika vizuri na ule mti mwenyewe ambao ni mzabibu, tunasoma habari yake, hilo tawi linakula chakula chake kinatokana na ule mzabibu wenyewe. I want somebody to understand this. Your livelihood, maisha yako, chochote utakachokula, kile utakachohitaji kwa maisha kitatokana na wewe kukaa katika mzabibu. Amen. Amen. Sio kujitoa hapo uende ukajihangaikie. Neno la Mungu linauliza, mwanadamu kwa kujisumbua aweza kujiongeza kiungo chake hata kimo kimoja?
utakatwa, na the minute umekatwa, umeondolewa mahali ambapo ulikuwa unanyonya. Pale ulikuwa unatoa madini ya kukufaa ili ukuwe Mkristo aliye imara na thabiti. Praise the name of the Lord. The reason as to why we are having very unstable believers ni kwa sababu wanadai wako kwa mzabibu, wanadai wako kwa Yesu, lakini mienendo yao, maisha yao yanahitilafiana sana na ule ukweli. Did you understand that one? Na kile ambacho kinatufanya tuteseke sana katika maisha yetu ni kwa sababu we are not well attached with the vine, with the true vine. Jina la Bwana lisifiwe. Maana yeyote ambaye ameunganika vizuri katika huu mzabibu wa kweli, huyo mtu atazaa zaidi. Jina la Bwana lisifiwe. Biblia inasema so that it will be even more fruitful. Lile tawi ambalo linatengenezwa, na kutengenezwa ni kufanyiwa nini? Sasa hivi tunakaa katika Kristo, sio mema tu tunayapokea kwa Bwana. Hello. Hatuyapokei tu mazuri. Wakati mwingine tunafinywa, wakati mwingine hali inatusonga, maisha yanakuwa na ugumu wa aina fulani, tunangoja kitu fulani kinakawia sana bila kupata, na tunakaa katika hali ya kushindwa tutokee wapi. Lakini Mungu anahakikisha anatushikilia tusitoke katika mzabibu. Huo ndio wakati ambapo tunatengenezwa, we are getting pruned. Zile vitu zisizofaa zinaondolewa ndani yetu. Unajua Wakristo hutengenezewa katika jangwa, hutengenezewa katika hali ambazo ni ngumu. Mkristo yeyote ambaye amefunga safari na aliunganishwa na Yesu Kristo vizuri, atakupatia historia yake na atakwambia yale mambo ameyapitia katika maisha. Lakini jambo la hakika ni ya kwamba yeyote ambaye anakaa katika mzabibu, ingawa atajaribiwa sana, Mungu hatamwacha. Praise the name of the Lord. Ndio, anaweza hangaishwa, anaweza kosa haya na yale, lakini Mungu atahakikisha amemsustain. There is a special grace that is given to them that remain in the vine. That special grace is to sustain them in the vine, in the true vine, so that they can bear more fruits. Praise the name of the Lord. Na Wakristo wa kweli wanazaa mazao yaliyo mema hata wakati wa kiangazi, hata wakati mambo ni mazito. Hawa bado wanatoa maneno ya kumtukuza Bwana. Hawa bado wanamuinua Bwana. Ni kama Ayubu katika Biblia, wakati aliteswa sana, wakati majaribu yalizidi, hivyo ndivyo naye alizidi kusema, mimi siwezi kumkana Mungu wangu. Amen. Na akasema mimi nilikuja tupu katika ulimwengu huu, na katika dunia hii nitatoka tupu. Kwa hivyo jina la Bwana litukuzwe. Alikuwa na nafasi ya kumwambia Mungu, wewe hata si mzuri, wewe si wa haki, lakini hakutamka neno lolote la kumtukana Bwana. Utaangalia in the book of Job chapter number 2 ambapo inasema katika yote aliyojaribiwa nayo Ayubu hakumtukana Bwana. Amen. Kama hakumtukana Bwana, vile vile hakumpigia kelele Mungu kwa sababu ya hali zake. Hiyo kelele wakati mwingine inatuzuia tumzalie Mungu mazao mazuri. Amen. Unajua nikiongea hivyo nakumbuka mhubiri ambaye alituhubiria hapa Jumatano iliyopita. Na akasema hii statement ya kwamba Mungu hajibu maswali, anajibu maombi. Amen. Na ni kweli, wakati ambapo unajaribiwa na unapitishwa katika hali ngumu, wacha kumuuliza Mungu kwa nini. Hiyo yote unauliza na utapata jibu. Muulize Mungu unataka nini katika hali hii? Muombe Mungu, nipe neema yako nikae hivyo. Nivumilie maana unanikujia kwa wakati unaofaa. Now the Bible says that if anyone remains in me, verse number 7, that if anyone remains in me and my words remain in him, they should ask for whatever they need and they shall be granted. Amen. Siri ya kupokea yale ambayo tunayataka kwa Bwana sio kwenda kujihangaikia, maana kwenda kuhangaika
kwetu hakutatusaidia kitu. Siri ni kukaa katika Bwana. Ambia mtu remain in the Lord. Mwambie vizuri, kaa katika Bwana. Na kukaa katika Bwana haimaanishi ya kwamba hali haitakuwa tete. Kuna wakati ambapo kutakuja upepo. Hello church, praise the name of the Lord. Upepo utavurutana na yale matawi ambayo hayajajishikilia vizuri yatakatika, yatakata tamaa, lakini walio dhabiti katika mzabibu wa kweli watasimama hata wakati wa upepo. Jina la Bwana lisifiwe. When there are so hard and so strong storms, wakati storms zimeinuka katika maisha, yule ambaye anakaa katika mzabibu anajishikanisha vizuri, atabaki pale na wataremain strong na wataendelea kuzaa mazao. Sijakuja kukwambia kwamba maisha ya wokovu ni nywee, si rahisi. Kuna mambo mengi tutajaribiwa kwayo. Nilikuwa naangalia neno la Mungu ambalo linasema that everyone who wants to remain a righteous life, a holy life before the Lord will have to go through tests of all kinds. Praise the name of the Lord. Watajaribiwa kwa njia nyingi, lakini watajaribiwa ili ibibitike ya kwamba hawa wamezaliwa na Kristo, wamezalishwa katika mzabibu wa kweli, ni watoto wa Mungu. Unajua watoto wa Mungu na wale wasio wa Mungu wanajulikana wakati hali ni mbaya. Hapo ndipo utajua ni nani amesimama vizuri na ni nani anayeyumba. Wanaosimama na kukaa vizuri katika mzabibu, liwe liwalo, wanasimama imara. Mungu anawasustain, anawaneemesha neema nyingine isiyo ya kawaida. Wanakaa hapo mpaka hiyo shida yote unapitia na bado unasema Yesu ni Bwana. Maana hata nikisema si Bwana haitabadilisha kitu, atabaki kuwa Bwana. Amen. Unajua kuna wakati mtu anafikiria sasa huyu Yesu anasema ni Bwana Mwokozi. Ni Mwokozi kiaje na haonekani wakati kama huo ambao ninamhitaji. Hata ukinuunika hata badilika kuwa Bwana, ataendelea kuwa Mwokozi. Jina la Bwana lisifiwe. The best thing is that wewe mwenyewe ukae hapo. Hata wakati mambo ni magumu, kaa katika Bwana. Na ukubali utengenezwe, kwa sababu kuna watu ambao tulikuwa tunaongea na mke wangu na akanipatia simulizi fulani. Na yeye ni mwalimu, anajua kuillustrate mambo vizuri. Unajua kama teacher hapa wamejua kuillustrate watoto vizuri ukiwaambia mambo ya nyuma. So alikuwa ananieleza kuna watu ambao ndio wamefanyiwa kazi, wamekubali kufanyiwa kazi, lakini inapokuja kukamilishwa, ikikuja kukamilishwa ni kama wanasema wamekaa sana katika mikono ya Muumbaji, mpaka wanauliza sasa lazima unimalizie. So wanatoka kabla hawajamaliziwa kazi vizuri. Are you getting what I'm saying? Yes. So alikuwa anasema ili ile nyungu ikuwe stable, nyungu alikuwa anapatia mfano wa nyungu. Ili ile nyungu ikuwe stable, lazima ikamilishwe na ihakikishwe ya kwamba all sides zinatoshana. Kuna jinsi ambavyo zinatoshana kwa size. Praise the name of the Lord. So anasema utapata kuna wengine ambao walikuwa wanajisumbua Mungu sana hata wakati wa kufanyiwa kazi. Kwa hivyo hawajaundika vilivyo. Kwa hivyo hata kanisani hawana jikariro. Jikariro ni kumaanisha hawakai, hawatulie. Praise the name of the Lord. So hii ni nyungu ikiwekelewa mahali utapata imeanguka pande hii, ikiwekelewa inaanguka pande hii, kwa sababu haikukubali itengenezwe vizuri. Kubali itengenezwe, kaa hapo, maana uko mikononi mwa Muumbaji. Kaa hapo, hata wakati mambo ni mazuri, tengenezwa mpaka upate jikarira, utulie vizuri uko. Ujumbe wa Wednesday tulikuwa tunaambiwa waiting. Yes. Mtu asiye na jikarira, mtu ambaye hana makalio mazuri, hawezi kaa hapo atulie akoje Bwana. Remain in the Lord so that he can work
akufanyie kazi ya kutengeneze, ili uwe mtu ambaye chombo ambacho kimeundwa kikafaa kwa matumizi ya Mungu. Na Biblia inasema hili tawi ambalo limekubali kupruniwa, kutengenezwa. Unajua sababu ya kuprune tawi ni ili kwamba lisianguke, maana linaweza beba unnecessary shoots, unnecessary branches. Praise the name of the Lord. Hizo ndizo zinakatwa ili libakishwe zile tutawi, yale matawi ambayo they are healthy. Praise the name of the Lord. So they are unhealthy things ambazo zinapruniwa, zinaondolewa katika maisha yako ili Mungu akudhibitishe uendelee kuzaa zaidi. Sema ninatengenezwa. Sema bado niko kwa kiwanda cha Mungu, na hapo nitakaa, I will remain there. Nitengenezwe niwe kile Mungu anataka niwe, ili nimzalie mazao mazuri, niwe kitu ambacho Mungu anapenda katika maisha yangu. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu atusaidie jameni, sitaki kueleza zaidi ya hapo. Tuzae mazao yaliyo mazuri hata wakati mambo ni magumu. Najua kuna kiangazi, najua sasa tuna hofu. Mwingine tumeongea na yeye hapa akaniambia, nilisikia jana wakisema hata mkate inaweza vile tunaelekea, mkate inaweza toka kuanzia shilingi 80 hadi 100. Kwa hivyo unasikia una hofu. Wacha nikwambie, Mungu anajua kuwasustain wenye haki. Mimi nilipokuwa ninamuona huyo the analyst whatever analyst alipokuwa anaongea, nikamtazama nikasema, but God knows how to sustain the righteous. Praise the name of the Lord. You just remain in the Lord. Kaa katika Bwana, atakusustain hata wakati huu ambao ni mgumu. Hautakosa chakula. Daudi alisema hivi, mimi nilikuwa mdogo na sasa ni mzee na sijaona mwenye haki ameachwa, wala kizazi chake kikiomba chakula. Hautaomba, hautaenda kukopa. Mungu atakutumia, malaika wake watakulisha, watakusustain, utaletewa chakula. Kama Mungu alimulisha Elia wakati alikuwa anasema sasa ni kufa, naye Mungu anamwambia sio kufa, amka ule na unywe. Hello? God knows how to sustain the righteous. May God sustain you. In this difficult situation, in these difficult times, may God sustain us as a church. In the name of the Lord. And I believe so, na ninaamini ya kwamba imetendeka hivyo katika jina la Yesu. Nataka niwabariki tunapomalizia ibada yetu, dakika 5 zilizobaki. Nataka umuombe Mungu neema ya kukaa ndani yake. Amen. Mwimbaji wa wimbo waliimba hivi, nishike mkono Bwana Mesia, ukiniacha Bwana nitakufa, nitashindwa. Nishike mkono Bwana Mesia, ukiniacha Bwana uniongoze Bwana Mesia, katika safari yangu nishinde. Nishike mkono Bwana Mesia, ukiniacha nitashindwa. Shikwa mkono na Mungu, kaa katika Bwana. That is what it means to remain in the Lord, to be upheld by the Lord. Kushikwa mkono na Bwana. Kukaa hapo utazaa matunda hata wakati mwingine, hata wakati wa kiangazi, wakati mambo ni mazito, utakaa pale na utakuwa na utukufu. Amen. Naona Biblia inasema ukikaa katika Bwana utakuwa na utomvu, utakuwa na utomvu hata wakati wa uzee wako. Mungu atafanya uzee wako upya, uwe kijana hata ukiwa mzee. Bwana asifiwe. Mungu atujalie neema. Mbele za Bwana tuombe katika jina la Yesu. Tunakuamini jioni ya leo, Mungu wetu,
ya kwamba kila neno unalonena ni la kweli na unalifuata ili ulitimize. Jioni ya leo umesema nasi ya kwamba tukae ndani yako, nalo neno lako likae ndani yetu, nasi tutakapoomba chochote tutakacho tutapewa. Tunaomba neema ya kukaa ndani yako hata wakati mambo ni mazito, wakati wa kujaribiwa kwetu. Tupe neema ya kusimama imara, tusitingike kwa njia yoyote, bali tudhibitike na tufanye mapenzi yako, tufanyiwe kazi ili tuwe matawi yanayozaa sana, tuonekane na wanaotutazama na watuite wabarikiwa, watakapotujia wapate kitu ambacho wanaweza toa kwetu, kwa sababu tunazaa mazao yaliyo mema. Tusaidie Bwana kama kanisa lako, tutegemeze kwa uwezo wako, tusimamishe imara Mwokozi. Hata tunapofumukana Bwana, tunaomba ya kwamba neema yako itaenda nasi katika shughuli zetu za wiki, za siku za wiki zilizobaki. Bwana utatuongoza na kutusaidia. Nena na mioyo yetu neno la faraja, neno la kututia moyo na neno la kutudhibitisha, ili tuendelee kukuzalia mazao yaliyo mema. Tubarikie Bwana, tunaomba nikiombea kila mmoja aliyefika hapa pamoja na mahitaji yake. Bwana ukamshughulikie, mpatie neema yako ikamtoshe, ili aweze kufurahia katika hali zote. Tubarikie Bwana nyumba zetu, watoto wetu, waume zetu, wake zetu, na kila chochote tutakachoguza kukifanya kwa mikono yetu kifanikiwe katika jina la Yesu. Tujiweka kwako Bwana, utende nasi yaliyo mapenzi yako. Kama kuna mmoja wetu aliingia hapa na ana maumivu, ninatuma neno la uponyaji. Ninaachilia neno ambalo litaleta afya kwa mifupa yake, afya kwa nyama zake, afya kwa damu yake, katika jina la Yesu. Hata afya ya mawazo, kwa sababu kuna watu walio na msongo wa mawazo kwa hali wanazozipitia. Walio wa nyumba hii popote walipo, wapatie neema ya kipekee, wasije wakatatizika kwa jambo lolote, bali wakutumainie na wakungoje na wakae ndani yako zaidi. Tunaomba hata kwa ajili ya mtazamaji wetu na yule ambaye anatusikiliza popote alipo. Bwana ukamfikishie neema hii na baraka hizi. Tumeomba kwa imani tukiwa na shukrani, katika jina la Baba, la Bwana na la Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Bwana awashike mkono, Bwana awaongoze, Bwana awasaidie kwa kila jambo. God bless you. Tunatoa already, nimeona kuna watu wameweka kwa akaunti yetu. God bless you. God bless you. Kama kuna mtu alikuwa ametayarisha dhabihu lake, dada yetu ambaye ni wa ushirika wa Jerusalem, kiongozi wa ushirika wa Jerusalem, upokee dada yetu Zipora, upokee huyo Grace. She is your friend as from today. Akikosekana wewe ndiye tutauliza, Mama Grow ameenda. Sawa, list tutajuana.